Ni sekta zote zinazohusu mnyororo wa thamani wa kilimo. Tumehakikisha hakuna kwenye chain yote ya kilimo wale wote wanaohusika basi tumewataka kushiriki maonyesho haya kwa ajili ya kuhamasisha teknolojia mpya. Lengo letu pia ni kuhakikisha tunajitahidi kuboresha na kuhimiza teknolojia mpya na ya kisasa zinazoongeza thamani kwenye mazao yetu. Kwa hiyo maonyesho yetu yatakuwa pale kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 8. 29 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 8, ikiwa ndo kilele cha maonyesho ya sherehe hizi za wakulima hapa nchini kwetu. Maandalizi ya msingi yameshafanyika na bado yanaendelea kufanyika. Hapo nyuma kidogo kulikuwa kuna kusuasua hasa kwenye miundombinu, lakini tunawashukuru Wizara ya Kilimo, wameitikia vizuri. Wataalamu wake wote wameshafika na wako site, wanakimbizana kumalizia ukuta, barabara na miundombinu yote ya kuhakikisha maonyesho yale yanafanyika katika mazingira bora na yanayofaa kwa shughuli hiyo. Mpaka sasa hivi ni zaidi ya 90% ya maandalizi yote ya msingi yameshakamilika. Kwa tunaamini mpaka kufikia ile tarehe 1 tutakuwa tumeshakamilisha kila kitu kwa 100%. Wakandarasi wote wako site na wanaendelea na kazi. Na kwa kikao cha jana ambao tumekubaliana nao, tunaamini kabla ya maonesho kwa commitment ambazo wamezifanya wao wenyewe itakuwa zimeshakamilika, kwa maana wanaongeza manpower na vifaa kwa ajili ya kukamilisha kazi zote za ujenzi ndani ya uwanja wa John Mwakangari. Lakini jambo la pili ni kuhusu mwaka huu. Sura yetu ya maonesho ya mwaka huu yatakuwa na kiingilio kidogo kwa ajili ya uendeshaji wa maonesho. Kwa watoto itakuwa ni shilingi 500 na kwa mtu mzima itakuwa ni shilingi 1000.